Kanuni ya usimamizi wa LPG unayataka makampuni yanayoingiza na kusambaza gesi ya LPG kuhakikisha kwamba mitungi yao ya gesi yenye ujazo au uzani wa kuanzia kilo 16 kwenda juu, ile mitungi wanakuwa wanaifuatilia kujua nani anaimiliki na inafanyiwa biashara na kwa namna gani. Kwa sababu tumegundua kwamba kama EWURA kwamba mitungi hiyo ndio kwa sehemu kubwa inayotumika kuchakachua au kujaza mitungi hii midogo kwa njia ambazo sio sahihi. EWURA ni wajibu wetu pia kuhakikisha ya kwamba biashara hii inafanyika katika mazingira ambayo ni sahihi na salama. Kwa hiyo kwenye hizo operation mara nyingi makampuni haya wanakwenda pamoja na maofisa wetu. Ni mara chache tu kwamba pale maofisa wetu wanapokuwa wako na shughuli nyingine ndio unakuta haya makampuni yanawajibika tu kufanya hizi shughuli yenyewe. Mara nyingi tunashirikiana nao katika kufanya hizo operations za kuhakikisha ya kwamba tunakomesha hawa vishoka wanaoingilia hizi biashara, lakini pia EWURA tunahusika kuchukua hatua sasa za kumpiga faini au kuchukua hatua zaidi, kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hatua za kisheria kama ambavyo nimezitaja hapo zinachukuliwa dhidi ya wale wote wanaokuwa wamekamatwa. Vipi kwa upande wa elimu zaidi kutoka kwenu? Yes, elimu ni moja ya jukumu kubwa sana tunalolifanya EWURA, na ni jukumu letu endelevu kuhakikisha kwamba jamii inaelewa, na naomba nitumie fursa hii ya chombo chako cha habari kufikisha pia ujumbe kwa jamii yetu ya Watanzania kwamba tunapoona vitendo hivi vya ujazaji gesi vinapofanyika kwenye maeneo yetu tunapoishi, ni vizuri taarifa hiyo itolewe haraka, kama sio kwetu EWURA basi kwa jeshi la polisi. Leo of course ORSPS kushirikiana na jeshi la polisi tumeweza kufanya operation ya kukamata watu ambao wanafanya uchakachuaji wa mitungi maeneo ya Kariakoo pamoja na Upanga. Zoezi hili tumekuwa tukilifanya mara kwa mara katika kuhakikisha kwamba wateja wetu hawapati athari zinazotokana na watu ambao sio waaminifu katika kusambaza gesi ambazo sisi tunaziuza kila siku. Sasa hili ni jambo ambalo sisi tunalilaani vikali na tunaendelea kuomba msaada kwa serikali na taasisi zake mbalimbali katika kuhakikisha kwamba dhumuni zima au nguvu kubwa ambayo tunaoifanya katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia haiathiriwi na watu wachache ambao wanafanya vitu ambavyo kinyume cha taratibu. Msaada kwa taasisi kama EWURA, watu wa vipimo waendelee kuongeza nguvu pamoja na jeshi la polisi kuendelea kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba watu ambao wanafanya biashara hii kinyume cha utaratibu basi wachukuliwe hatua kali za kinidhamu na hatimaye kukomesha kabisa. Niathiri kwa sehemu kubwa kwa sababu wakati nanunua gesi nakuwa na budget ya kwamba gesi yangu yani nitafanya matumizi yangu kwa kiwango fulani, lakini inapoishia njiani inanipa budget nyingi. Naona OREX waweze kushirikiana na jeshi la polisi kufanya hicho kitu, na pia waweze kufanya mabadiliko ya kwamba wakati wanaleta mitungi na mwananchi wa hali ya chini anapokuja kununua mitungi waweze kurudisha kile kipimo cha zamani, ya kwamba lazima mtungi uweze kupima kwamba kama ni 14.5 iwe ni ile unapimwa, ndipo mwananchi wa hali ya chini anapewa hiyo gesi yake. Sio kama mtu anafika tu dukani na kuchukua gesi na kutoa hela. Waweze kurudisha ule mfumo wa zamani wa kupima gesi. Hii harambee ya kukamata uchakachuaji wa gesi, mimi nawaunga mkono jeshi la polisi, na waunga mkono kampuni ya OREX kuliona hili. Kama kampuni ya OREX imeamua kufanya harakati hizo za kutafuta wahusika ambao wanafanya uchakachuaji, na wapongeze, na jeshi la polisi wawasapoti kwa hili. Umeona.